Naomba nianze kwanza kwa kueleza mimi jina langu ni Emmanuel Robert Mandawa Kihampa. Profesa Kihampa ni ndugu yangu, lakini yeye ni profesa, mimi ni mister. Waandishi wa habari usije akaninukuu kule akaniambia, akaniita anko, nimeona huko Munduli lakini wamekuita profesa. Lakini si jambo la kushangaza kwa sababu imempendeza Mungu, wote tumeteuliwa kwenye nafasi za usimamizi na udhibiti. Yeye anasimamia na kudhibiti vyuo vikuu, na mimi nimeteuliwa kusimamia na kusimamia hizi taasisi za dini na jumuiya nyingine za kiraia. Lakini nimepokea maombi na sala za baba askofu, yawezekana amenitabiria na mimi nasema amina. Nitoe shukurani na pongezi za dhati kwa wewe baba askofu, lakini Compassion International Tanzania na nyinyi nyote kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Ninaona katika kutekeleza yale malengo na shabaha za Compassion International za kuwalea vijana na watoto, hili jambo limebebwa katika umoja wake, wazazi pamoja na walezi na kanisa na Compassion. Kwa kweli hili ni jambo la kulipongeza sana, na wapongeza sana. Lakini kwa namna ambavyo kituo cha kuhudumia vijana na watoto hapa Munduli kinavyofanya kazi na uwepo wa tukio hili la leo umedhihirisha kwamba Tanzania ni nchi ambayo inaheshimu na kusimamia uhuru wa kuabudu. Na hii sio kwa bahati mbaya. Katika dunia ya leo, Tanzania tunashika nafasi ya pili kwa kuwa nchi yenye level of religious tolerance, uvumilivu wa kiimani, utofauti wa kiimani, ni ya pili duniani. Ndio maana unaona kwenye tukio hili na kwenye mradi huu hapa Munduli yako makanisa 7, lakini kwenye tukio hili la leo wako Wakristo, wako Waislamu. Kwenye nchi nyingine huwezi kukuta hii. Compassion pamoja na kanisa ndio maeneo ya kushauri serikali kwamba hili hawa vijana waweze kujitegemeza, waweze kujiajiri, waweze kuwa wajasiriamali bora watakaozalisha mazao na bidhaa zitakazoleta ushindani katika soko la ndani na nje ya nchi na kuleta maendeleo kwao na familia zao. Hiki na hiki kinatakiwa kufanyika. Kwa kufanya hivyo, tutajenga taifa lenye umoja na mshikamano na maendeleo zaidi. Nimefurahi kwamba leo nimekuja kukanyaga kwenye ardhi ya hayati Edward Ngoyai Lowassa. Ninatamani sana kanisa na Compassion muendeleze jitihada hizi za kuwalea na kuwakuza watoto katika misingi bora. Tuweze kuwapata kina Edward Ngoyai Lowassa wengine na kina Edward Moringe Sokoine wengine, watu waadilifu, wachapakazi, wazalendo watakao lisukuma taifa letu kwenye hatua mbele ya mafanikio. Kwa niaba ya serikali na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, niendelee kuahidi mimi kupitia ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia tutaendelea kutoa ushirikiano kwenu, kushauriana, kupeana miongozo namna bora ambavyo tutaenda kufanya kazi zenu. Wito wangu tu ni kwamba sintofahamu ambayo imekuwepo miaka ya nyuma kwamba hivi Compassion International Tanzania ni NGO au ni society, ni shirika lisilo la kiserikali au ni jumuiya ya kiraia ya kidini. Hili ufumbuzi wake ni kwenye kutoa tafsiri ya shughuli mnazozifanya, programu mnazozifanya katika muktadha wa kidini. Katika ziara nilizozifanya jana kule Longido na leo hapa, kuna maandiko mawili, mistari miwili ya Biblia ambayo imeendelea kunisukuma mara kwa mara. Jana nilipopewa taarifa kuhusu ule mradi wa kumhudumia mama na mtoto tangu akiwa yuko tumboni mwake, nikakumbuka kuna andiko linatoka kwenye Yeremia 1 mstari wa 5. Inasema, na alikutangua tangu ukiwa bado
tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo mradi hii ya Compassion inayoendeshwa hapa sio kwamba ni programu ambao watu wanabuni tu. Mnachokifanya ni injili ya kweli.